Kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wa chekechea kutoka jamii za wafugaji katika kaunti ya Pokot Magharibi wako katika hatari ya kutopokea elimu bora kutokana na wazazi wao ambao hawawezi kumudu gharama ya masomo. Mwandishi wetu wa kaunti ya Pokot Magharibi alizuru katika shule ya msingi ya Ngoleo na kuandaa taarifa hii. Katika shule ya msingi ya Ngoleo, watoto hawa wa chekechea wenye furaha na tabasamu wana imani kuwa elimu ndiyo ufunguo wa maisha na kiboko cha uchochole. Wasichokifahamu wanafunzi hawa ni kuwa afya yao ipo hatarini kutokana na mkurupuko wa magonjwa mbalimbali au hata kuvamiwa na funza miguuni, kwani wengi wa wazazi wao hawana uwezo wa kuwanunulia viatu, hali inayowalazimu kutembea mwendo mrefu hadi shuleni miguu mitupu bila kujali hatari inayoendelea kuwazingira. Hapa Ngoleo kuna challenges mingi, hasa kwa watoto wa shule hapa. Wengi wanatoka kwa familia wale hawajiwezi, hata kununulia mtoto hata uniform ama viatu ni ngumu, ni challenge kubwa sana. Wengi wanakosa, ukipata mtoto mawe imemgonga mguu, damu imetoka, kesho anakosa shule, na hiyo ni kwa sababu hii area ina mawe mingi kwa mabarabara na wao wanasafiri kutoka mbali, maboma ni mbali na shule, kutembea miguu kavu bila viatu, wanaumia. Hata pande hii kuna miiba mingi, nasakanyaka miiba imdunge sababu wanatembea barefooted bila viatu. Kwa hivyo kuna challenges mingi. Kutokana na changamoto hizo, shirika la kutetea haki za binadamu la Walk with Pride linatoa hamasa kwa jamii kuwapa msaada wanafunzi hawa na kutoa wito kwa serikali na mashirika mengine kuingilia kati katika kutafuta suluhu ya kudumu. Watoto hapa wanatoka mbali kutumia miguu bila viatu. Watoto wanapitia changamoto sana. Na hivyo mimi mwenyewe kama Rotino niliona hii ni kitu ambayo inahuzunisha sana. So mimi nilijaribu kutumia mbinu mwafaka kujua ni vipi nitaweza kusaidia watoto. Mimi mwenyewe sina uwezo, sina ile pesa ya kutosha kununulia watoto wote viatu, lakini kwa sababu nina njia mbadala, nimetumia organizations zingine, nimetumia donors, marafiki, makanisa waweze kutusaidia sisi, watuchangie hizo viatu ili sisi tuweze kusaidia pia wale watoto. Unaona? Kwa sababu hiyo imekuwa shida kubwa sana. Hiyo vitu inaguza sana, ukipata mtoto anatembea mguu tupu ama anavaa viatu ambayo istahili shuleni. Wengine wanavaa Crocs, wengine slippers. Kuingia msalani inakuwa ni changamoto, wengine wana vidonda kwa mguu. Hapa ni reserve. So you can imagine mtoto anatembea long distance barefooted. Mtu ukimagine unatembea kutoka maybe around 2 kilometers barefooted. Hauna hiyo confidence. Ukifika class kuna wengine wako na viatu, wengine hawana viatu. So akimagine yeye peke yake hana kiatu, anaamua kujikalia nyumbani. Andrew Juma, TV47 katika kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Juma kwa taarifa.